mbona mmeogeuge? Sawa. Anatembea kichwa cha sio. Jina nani? Sara Nyokani shule gani? Fanaka inapatikana wapi? Kajiado. Umetoka Kajiado. Haya, wewe na mtoto wako ilikuwa mwalimu wa somo gani? Kwa nini? Mwalimu wako Kiswahili ni nani? Yuko hapa Mikati. Wewe umekuja na nani? Ndole. Asante mwalimu, umemfanya mtoto anapenda kuwa mwalimu wa Kiswahili. Mikati. Anatamani sana kuwa kama Mikati. Nieleze mtajie methali yote ya Kiswahili na hiyo. Huyo nani ambaye asikia huko? Kama mzazi anamweleza mtoto asifanye kitu, mtoto asikize mzazi, mtoto atakuja kujuta baadaye. Wewe unasikia na mkuu? Naam. Umekutana na mkuu? Naam. Wapi? Makofi ya wanafunzi wa Fanaka School. Mama hapa jina Faith mwendeshi gani? Yuko wapi? Katani. Huo mtano wa sana. Mtao Katani wanatembelea rafiki yangu kwa ushahidi. Haya, wewe ndio mtako? Mtangazaji sio? Wa redio, wa runinga ama wa Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa, Kijerumani. Haya, nakupa dakika moja utangazie kidogo. Siku hii iliandaliwa kwa ufupi na ufumba umefika. Wanafunzi walikuwa katika shule ya Moi. Walimu wengi walikuja kuwapea motisha wanafunzi wao. Walifurahia sana kwa kuwa wanafunzi wao walitekeleza kusudi lao lifaalo. Nikipokea na mbona kwa mbona uso wako unaonyesha furaha? Sasa nimekubali naona mbele. Mpaka nikaona lengo. Sasa mwalimu wako pia na mwalimu wako. Kuna walimu wako Mr. Nelson na Madam Lucas. Yuko wapi Madam Lucas? Na Nelson. Sasa mwalimu utapata huyu mwanafunzi atembelee studio za leo kusema na tangazo studioni. Aanze kuzoea studio. Tumwajiri kazi kama akali shuleni au tupajiri kazi leo utaacha kusoma. Kwa nini unapata kazi? Masomo ni naamini kuwa masomo ni kitu ambacho kinazidi kuongezeka siku kwenda. Kwa hivyo kila siku unapokuwa lazima usome. Na hata usiposoma maisha yatakuwa. Ukianza kazi sasa hivi tunakupa kama mshahara kwa sababu. Milioni moja kwa wiki au kwa mwezi. Wewe unacheza na nchi wewe. Makofi wake.